Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Tabora. Jeshi la polisi mkoani Tabora linamshikilia mtu mmoja aitwaye Kange Thabiti mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa Kiloleni mjini Tabora kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya utapeli kupitia mitandao ya simu. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Tabora na mwenyekiti wa kamati ya usalama mkoa, Mheshimiwa Paulo Chacha, amesema mtuhumiwa huyo alikamatwa kufuatia taarifa za kuwepo kwa mtu alikuwa akijinasibu kuwa kiongozi wa ngazi ya juu serikalini na kutumia utambulisho huo kuwashawishi wananchi pamoja na baadhi ya viongozi wa chama na serikali ili kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Ameeleza kuwa tukio hilo lilibainika baada ya mtuhumiwa huyo kujaribu kumtapeli mkuu wa mkoa wa Tabora kupitia mawasiliano ya simu, jambo ambalo liliibua shaka na kusababisha kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Huyu bwana huyu amekuwa akitufanyia vituko hapa mjini. Baba mtu mzima kabisa wa heshima. Siku ya kwanza kabisa alinipigia mimi simu. Alivyopiga simu, nilipopokea akakata. Nilikuwa Mwanza siku hiyo. Alipokata alikuwa amepiga WhatsApp. Sasa alipokuwa amepiga WhatsApp, kasema huyu mtu, nikaangalia profile aliyokuwa ameweka, alikuwa ameweka ya waziri Mchengerwa. Akiwa anaapishwa, nafikiri akiwa waziri, akiwa Ikulu, ndio alikuwa ameweka profile yake. Nikampigia, nikajua labda ni waziri ananipigia. Nikampigia, hakupokea. Nikapiga tena, akapokea, akajifanya mtandao haupo sawa sawa. Asema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naona mtandao haupo sawa. Akakata. Alipokuwa amekata, akanitumia message. Anasema hivi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi waziri wa afya Mheshimiwa Mchengerwa, naona hatusikilizani. Ile harusi ya binti yangu ni kesho kutwa. Kwa hiyo nilimwambia Rasi, naona kama Rasi anazubaa. Akatumia maneno hayo, naona kama Rasi anazubaa. Hebu waambie wakurugenzi haraka haraka wakabidhi hiyo hela nitumie kwenye namba hii. Wasisitize bwana, angalau naona tena, akatumia neno wasisitize, naona kama michango haijakaa vizuri, lakini nakuamini sana nitapata mchango wa kutosha. Kwa niwaambie wakurugenzi wamchangie Mheshimiwa Waziri Mchengerwa tapeli huyu. Hiyo ikapita. Nikachukua ile message. Sasa unajua, kwa sababu Mheshimiwa Waziri, nyinyi mnaelewa kiongozi wangu yule, si ndio? Tena na mazungumzo niliyokuwa nafanya pale, ikabidi nitoke nikae sehemu tulivu. Ile message, kasema kweli Mheshimiwa Waziri. Nikampigia tena. Nilipompigia hakupokea. Kwa sababu ninayo namba ya Mheshimiwa Waziri, nikamforwardia ile message. Nikamwambia, Mheshimiwa, naomba maelekezo vizuri, sijakuelewa. Alivyoyasoma akanipigia on the spot. Akasema, Chacha, mimi siwezi kuandika message ya namna hiyo. Mimi sina binti anayeolewa kesho kutwa. Ikapita miezi, yeye hajui tunamfuatilia. Tukaweka uchunguzi wa kina, na nawashukuru sana vyombo vyangu. Tengeneza kamati ya kufanya uchunguzi wa kina, nikawapa hizo namba, wakaniambia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mbona tutampata tu, tumeshajua maeneo alipo. Ya pili, wakati wanaendelea na uchunguzi wao, namfuatilia naye, unajua ana line hizi mnazoona karibia 10. Siku ile mwenezi wa taifa akaja hapa, akafanya ziara hapa katika mkoa huu wa Tabora, ndugu yangu Kenan. Tumempokea kule Igunga, anafanya ziara, baadaye tunaenda Nzega. Nafikiri alikuwa analala Nzega. Kwa tukiwa njiani tunatoka Igunga kuja Nzega, kuna mradi mmoja wa shule kwa tunatembelea pale. Akampigia katibu wa chama pale wa CCM Nzega, dada yetu Adia.
Akamwambia, sisi ni maafisa usalama, gari yetu moja imekwama ambayo ipo kwenye msafara wa mwenezi wa taifa. Kwa hiyo fanya kila liwezekanalo ipatikane shilingi 400,000 nafikiri, sijui na 80, kitu kama hicho, ili tuweze gari, sijui hatujui na nini, lakini fanya haraka. Wakamharasi sana. Sasa Adia akaona anajua protocol, akajua kama huyu ni afisa usalama, si mkuu wa wilaya yupo. Adia akampa namba mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwaki. Na Itapwaki akawasiliana naye mkuu wa wilaya. Alivyowasiliana naye akamwambia, wewe, sisi ni maafisa usalama, tumewaambia tupo kwenye gari imepata hitilafu, tupo kwenye msafara wa mwenezi, fanyeni haraka. We mkuu wa wilaya unazubaa nini? Mkuu wa wilaya akasema, sasa kama ni nani, basi kama ni mafuta niwaambie mkaweke kwenye sheri. Tunataka hela. Tumekuambieni gari imepata hitilafu, hatuhitaji mafuta hayo unayosema kama wewe, kama unavyosema wewe. Alivyokuwa amezubaa kidogo akampigia mkuu wa wilaya. We mkuu wa wilaya, ndio maana wengine mikika ikija hammo, mnaanza kulaumu kwa sababu ya upumbavu kama huu. Mwenezi akiwa kipindi hicho kama siku 2 baadaye, akiwa hapa mjini hapa, akampigia mbunge wa Uliankuru. Sijui alimwambia nini, lakini ikahitajika kama shilingi 500,000 hivi, kwamba wao pia ni maafisa usalama, wapo kwenye msafara wa mwenezi, kunahitajika mafuta, tuma hiyo hela haraka, msafara unataka kuondoka kwenda Kigoma, tusije tukaachwa, kwa sababu msafara ukiondoka sasa tutaonekana hatuna kazi, yetu itaingia matatani. Yule mheshimiwa mbunge wa Uliankuru akamtafuta katibu wangu, akamwambia, katibu akaja akaniambia, lakini mbunge alitaka kama kuverify hivi ili amtumie huyu katibu hela ampe huyu bwana afisa usalama aliyopo kwenye msafara wa mwenezi. Bahati mbaya mtego ule haukukaa sawa sawa kidogo, kumbe mjanja wanajua namna ya kufanya hapo VETA hapo. Maaskari wetu wakachangamka kidogo, akawa amewaponyoka, hawakumkamata, wakakamata watu ambao sio. Na hawa jamaa wamefanya very professional, ndio maana tunasema ni makachero waliobobea. Alidanganya, lakini kupitia laini zake akapatikana mpaka sura. Kwa hiyo wakawa wanamtafuta mpaka mtaani kwa sura. Kwa hawakubabaisha, wakajua mpaka nyumbani kwake. Wameenda kama mara 2. Wakifika tu wanamkuta amebaki mke wake peke yake. Laini za simu anazozitumia zipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laini 9 anazozitumia. Anajua mwenyewe amesajili vipi. Na simu anazozitumia kwa utapeli ni hizi hapa. Kwa hiyo nikasema, bwana, leo nitakutangaza dunia nzima ikujue, mke wako ajue ni tapeli, wala sio RCO, ndugu zako wote wajue tapeli tu wa kutupwa, na kesho tutakufikisha mahakamani. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.